بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الحضانة. mlango unaozungumzia malezi. Alhadana ni malezi, hiya alqiyamu bitarbiyati as-sabiy wa hifdhuhu wa wiqayatuhu anil madari, ni kusimamia malezi ya mtoto na kumuhifadhi mtoto na kumchunga na kumkinga kutokamana na kila yale ambayo ni yenye kuweza kumdhuru. Hii ndiyo hadhana. Sawa? Kwa tunaenda kusoma hadithi zinazozungumzia malezi ya watoto, na malezi haya yanakuwa katika kile kipindi cha kabla ya tamyizi, kabla ya kujiweza mtoto mwenyewe, wakati bado anahitajia kuangaliwa. Tunafahamiana? قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمرو ni mmoja katika wale masahaba wanne al-Abadila ambao majina yao kina Abdullah, baba zao pia ni masahaba. Abdullah bin Amr ibn al-As, wa pili ni Abdullah bin Umar bin al-Khattab, wa tatu Abdullah bin Zubair bin al-Awwam, na wanne ni Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Anna imra'atan qalat, Abdullah bin Amr anasema hakika mwanamke mmoja alisema: ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna ibni hadha, hakika mtoto wangu huyu, kana batni lahu wi'aan, tumbo langu kwake lilikuwa ni chombo alichokaa ndani yake, wa thadi lahu siqaan, na matiti yangu kwake yeye yalikuwa ni kinywaji, wa hijri lahu hiwaan, na mapaja yangu kwake ilikuwa ni sehemu yenye kumkusanya na kumbeba. Wa inna abahu, na hakika baba yake, baba yake huyu mtoto wangu anamkusudia mume wake, talaqani, amenipa talaka, ameniacha. Wa arada an yanzi'ahu minni, na ametaka kumuondoa huyu mtoto kwangu, yani amchukue aondoke naye akaishi naye. Faqala laha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema kumwambia mama huyu: anti ahaqqu bihi, wewe ndiyo mwenye haki na mtoto. Anti ahaqqu bihi, wewe ndiyo mwenye haki na mtoto huyu. Ma lam tankihi, muda wa kuwa haujaolewa, muda wa kuwa haujaolewa. Kwa maana atakapoolewa sasa, ule uhaki unafanyaje? Unaondoka. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahahu al-Hakim. Ima unaondoka au unapungua. Sawa? Kwa Mtume alayhi salam akahukumu kwamba mtoto ataenda kwa mama. Hadithi ya kwanza. Naam. Unakuja vipi? Shasoma hizo hadithi sha. Huo mlango umeisha. Babu nafaqat, tumeshausoma mlango wote mpaka mwisho. حديث يا مشن حديث يا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت ثم من؟ قال: أمك. قلت ثم من؟ قال: أمك. قلت ثم من؟ قال: أباك. أو من أبر؟ قال: أمك بالنصب. قلت ثم من؟ قال: أمك. قلت ثم من؟ قال: أمك. قلت ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وهو أبو موسى: لا تلومن إلا نفسك. ndio afungue mlango unaofuata. Kwa hakuwepo tusumbue bwana. Babu al-Hadhana.
أو الحضانة. باب الحضانة بكسر الحاء. وتوفت وينزل إن شاء الله. Kwa hiyo huyu mama alitaja vitu vitatu, sifa tatu alizosifika nazo yeye peke yake pasina mume wake, ili zimhalalishie kule kubaki na mtoto. Sifa ya kwanza, kana batni lahu wi'a, tumbo langu lilikuwa ni chombo chake kilichombeba na kumhifadhi kwa miezi mingapi? Miezi 9. Wa thadi lahu siqa'an, na matiti yangu kwake ilikuwa ni kinywaji, kwa nakunywa katika maziwa yake. Wa hijri lahu hiwa'an, na mapaja yangu yalikuwa kwake ni kitu chenye kumbeba, kwa namweka hapa anaketi anatulia. Ndio vitu vitatu. Anasema Sheikh Safiyur Rahman rahimahullah kwamba ذكرت هذه الأوصاف الثلاثة المختصة بها من الأب. Alitaja sifa hizi tatu ambazo anahusika nazo yeye peke yake pasina baba kwa huyo mtoto, litatawassala biha ila ithbati istihqaqiha wa awlawiyatiha bihidanati alwalad, ili kupitia sifa hizi afikie apate ukaribu wa kufikia kuthibitisha kule kustahiki yeye na kutangulizwa yeye na kuonekana kwamba ni bora yeye katika malezi ya mtoto. Na ikawa hivyo, Mtume alayhi salatu wassalam akawa mkubaliwa mbilashi, akamwambia anti ahqqu bihi, wewe ndiyo mwenye haki ya kumlea huyo mtoto muda wa kuwa haujaolewa. Kwa mama au mwanamke ana haki ya malezi ya mtoto na kukaa na mtoto baada ya kuwa ametengana na mume wake muda wa kuwa hajaolewa. Kwa kipindi hiki mume atulie au mwanamume atulie aliyekuwa mume wake, lakini akishapata mchumba sasa akaolewa, ule uhaki unaondoka kwake. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني. حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي anasema hakika mwanamke mmoja alisema, ewe mtume wa Allah, hakika mume wangu anataka kuondoka na mwanangu, waqad nafa'ani, na ameshanufaisha, yani huyo mtoto ameshafikia kwanza kumnufaisha mama yake, wasaqani, na ameniletea maji min bi'ri abi Inaba, kutoka kisima cha abi Inaba. Fajaa zawjuha, akaja mume wake, faqala النبي صلى الله عليه وسلم قسم متوم يا غلام kijana, هذا أبوك, هو باباك, وهذه أمك, نقول ماماك, فخذ بيد أيهما شئت, chukua mkono wa yeyote katika wao umtakaye. Baba kaiko hapa, mama kaiko hapa, mtoto kakhiarishwa, baba huyu, mama huyu, chagua nenda wapi, utakayemchagua mshike mkono. Fa akhadha bi yadi ummi, kijana akachukua mkono mama yake. Fantalaqat bihi, ile mama kaondoka naye kijana wake, kesi kaishi. Rawahu Ahmad wal arba' wa sahahahu Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Anasema وفي سنن أبي داود فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Na kabla kuendelea na hadithi hii tuliyosoma, hadithi iliyopita kuna qaul ya al-ilm قال في نيل الأوطار, في النيل, ده نيل الأوطار يا شيخ الشوكاني
rahimahullah ta'ala anasema fil hadithi dalilun ala anna al-umma awla bil walad min al-ab ma lam yahsul mani'u min dhalik an-nikah. Hadithi hii inaonyesha kwamba mama ana haki zaidi ya malezi ya mtoto kuliko ni baba, muda wa kuwa hakujapatikana kizuizi cha hilo kama vile ndoa. Mwanamke huyu akishaolewa na mtu mwingine, basi ule haki unaanguka. Anasema wa haka ibn al-Mundhir al-ijma' alayhi, na ameeleza Ibn al-Mundhir rahimahullah makubaliano wanawachuoni juu ya hilo. Kwa wanawachuoni wamekubaliana juu ya kwamba mama ni ahaqqu bihidanati alwalad min al-ab ma lam tunkah au ma lam tankih, kwamba mwanamke ana haki zaidi ya malezi ya mtoto na kukaa na mtoto yuko ni baba muda wa kuwa hajaolewa, anasema waqad dhahaba Ibn Hazm ila adami suquq al-hidanati bin nikah. Ibn Hazm yeye anaona kwamba amna malezi ya mtoto hayaanguki kwa kule kuolewa mama yake, aulewe asiolewe yapo malezi yake. Anasema usawabu sukutuha, lakini kauli ya sawa ni kuanguka malezi, ule uhaki kwa yeye kumlea mtoto unaanguka na kuwa ameolewa na mtu mwingine. Kwa kijana tarejea kwa nani? Baba yake kwanza, hapoja kuwa na sababu mbele kwa nini kwa hivyo. Wabihi qala al-jumhur, na kauli hii ndio kauli ambayo msema wengi jopo la wanawachuoni. Ama hadithi hii tulisoma ya pili ya Abi Hurairah, asema Rahman kwamba fi sunan Abi Daud faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahima alayhi, Mtume alayhi salatu wassalam aliwataka wapige kura. Sawa, wapige kura na mashindano juu ya mtoto. Yani Mtume somtofautiana hawa, baba anamtaka mtoto, mama anamtaka mtoto. Sasa mtoto aende wapi? Akawataka washindane kuhusu nani mwenye haki ya kumchukua mtoto. Faqala zawjuha, ile mume akasema man yuhaqini ay yunazi'uni fi walad, ni nani mwenye kuzozana na mimi kwa mtoto wangu? Anaita mjadala hapa na mzozo katika jambo la mtoto wangu, nani? Mtume aliona hivi ishakuwa shida. Faqad Nabii sallallahu alaihi wasallam lilwalad, Mtume akasema kumwambia mtoto, hadha abuka, huyu ni baba yako, sawa, wa hadhihi ummuk, na huyu ni mama yako. Fakhudh biyadi ayyihi shi'ta, chukua mkono wa yeyote katika wao umtaka. Faakadha biyadi ummihi, kijana akachukua mkono wa mamake, kwa mama akawa ameshinda. Kuna mkwara wa baba, lakini akawa ameshinda kwamba nani anayezozana na mimi katika mtoto wangu, akawa ameshinda. Anasema watahsul min hadha alhadithi walladhi qablahu anna alwalada idha kana saghiran falummu ahaqqu bihi. Tunafaidika nini katika hadithi hii? Tunafaidika katika hadithi hii na hadithi iliyopita, hadithi ya Abdullah bin Amr, kwamba mtoto anapokuwa ni mdogo mama ni mwenye haki zaidi kumlea. Fa idha aqal, atakapokuwa na akili timamu sawa mtoto akajitambua, wastaghna an al-hidan, akajitosheleza kunako malezi ya kulelewa na wazazi, akawa anajiweza mwenyewe, yukhayyar baina abawayn, atakhiarishwa baina ya wazazi wake. وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث. na kauli hii ndio kauli ambayo ameipita Imam Shafi'i, kadhalika Ahmad, kadhalika Ishaq ibn
Rahoya na asilimia kubwa ya wanachuoni wa hadithi. وقدروا الاستغناء ب7 سنين au 8 سنين, na wakakadiria umri wa kijana au mtoto kujitosheleza na malezi ya wazazi kwamba ni miaka 7 au 8. Kama mtoto akishafikisha miaka 7 au 8 hapangiwi pa kwenda kuishi baina ya wazazi wake, anakhiarishwa. Atakapotaka mwenyewe ndio hapo. Mimi kwa baba ataacha aende kwa baba, mimi kwa mama ataacha aende kwa baba. Miaka mingapi? 7 au 8. Wa amma Malik wa ahlu rai, ama Imam Malik rahimahullah na watu wa rai, lam yadhhabu ila at-takhyir, wao hawajaona kumkhiarisha mtoto kama apewe khiari katika umri huo. Bal qala Malik al-umm wa haqqu bil jiwari hatta, kwamba mama ni mwenye haki ya kuwa karibu na mtoto mpaka atakapoolewa. Wal abu ahaqqu bil ghilman hatta yahtalim. Mchanganya. Bal qala Malik al-Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas al-Asbahi, yeye akaona al-ummu ahaqqu bil jawari hatta yankihna, kwamba mama, wewe makini na kauli ya Malik, mama ni mwenye haki ya watoto wa kike mpaka atakapoolewa. Wal ab, na baba ahaqqu bil ghilman, ana haki na watoto wa kiume hatta yahtalif, mpaka atakubaliwa. وقال أهل الرأي، إيه قول يا مالك رحمه الله، قسم وتوراي إذا صار الولد مستغنيا فالأب أحق به. Atakapokuwa mtoto ni mwenye kujitosheleza na malezi ya wazazi wake, hayahitaji, anajiweza mwenyewe, basi baba ndiye mwenye haki naye. Hii ni kauli ya ahlu rai. Wal hadithu yujibu at-takhyira fa huwa hujjatun alayhi. Mwisho akasema Allama Safir Rahman kwamba hadithi hii tunaisoma inawajibisha ukhiari kwa mtoto, kama mtoto ana haki ya ukhiari, ana haki ya kuchagua mwenyewe aende wapi. Kwa hadithi hii inakuwa ni hoja dhidi yao Malik na nani na Dhahir na ahlu rai. Kwa tunabakia pale kama mtoto mama ndiyo mwenye haki naye mpaka atakapofikisha umri wa ukhiari, akachagua mwenyewe anapoenda ni wapi. Hamna kulazimishana kwamba ni huku au ni kule. Ndio maana juzi katika darasa nikajibu kwamba katika swali liloulizwa wameachana wazazi, sasa mtoto anaenda wapi? Nikasema hilo jambo wakae wazungumze, ndio wakae wazungumze, sababu kuna kitu cha msingi kimetajwa na ahlul ilm kwamba kinachoangaliwa ni wapi mtoto atapata masalih yake, ni mtoto ataleleka wapi vizuri. Nafahamu anaweza kaangalia baba kwamba mtoto lakini baba mwenyewe mtu wa hovyo, hana swala, hana funga, hana vazi la Kiislamu, yuko hivyo tu, ni mtu wa hovyo, ataenda kumharibu huyu mtoto. Kwa huyu mtoto wakati huu haitakiwi aende kubaki. Ikiwa kwa mama ni kinyume cha baba, ataenda kwa mama. Kwa kinyume vipi? Kwa maana kama kwa mama ni mtu mwenye dini, atamsomea swala zake, adhkari za mtoto, mavazi na nini, ibada, ataenda kwa mama. Ipo kauli kwamba mtoto atachaguliwa pale ambapo kuna maswali yake, akienda huko atatengamana, lakini kule ambako ataenda kuharibika hatoenda huko. Na hii ndiyo maana ya bwana alikuwa apate sehemu ambapo kuna malezi na usimamizi mzuri utakaomsaidia yeye kukua katika malezi yaliyokuwa mazuri. Naelewa haya, naendelea. قال وعن نافع ابن سنان أنه أسلم. kutoka Nafi ibn Sinan hakika yake ni Muslim, kunia yake ni Abu al-Hakam al-Ansari al-Awsi al-Madani, sahabi
صحابة alisilimu wabat imra'atuhu an tuslim, akakataa mkewe kusilimu. Fa'aqa'ada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-umma nahiyatan wal aba nahiyatan, mtume akamkalisha baba upande, mama upande na baba upande. Wa aq'ada as-sabiyya bainahuma, na akamkalisha mtoto baina yao, baba huku mama au mama huku baba huku, mtoto katikati. Famala ila ummihi, akamili katika upande wa mama yake, yaani yule mtoto akamili katika upande wa mama yake. Mnaelewa kinachotaka kutokea au kilichotokea? Mtume alayhi salam anataka kutoa hukumu ya mtoto, sio? Baba kaslimu, mama kakataa. Kuna baba ni Muislamu, mama ni kafiri. Mtoto wao anaenda wapi? Kwa baba ambaye ni Muislamu au kwa mama ambaye ni kafiri? Mtume alayhi salam akamweka mtoto katikati, mama huku baba huku. Mama ni kafiri, baba ni Muislamu. Famala ila ummi, mtoto akamili kwa mama ambaye ni kafiri. Faqal, mtume akasema Allahumma hdihi, e Allah muongoze, e Allah muongoze. Anamwambia nani hapo? Anamwambia mtoto Allahumma hdihi, e Allah muongoze. Famala ila abihi, ile mtoto akamili kwa babake, akarudi upande wa baba. Fa akhadha, baba akamchukua. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم رحمة الله تعالى على الجميع. ملح. أنا سمع وعن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب أنا سمع بشيء قبل أن ندلنا حديث ففي الحديث دليل على ثبوت حق الحضانة للأم الكافرة، ولكن ليس فيه أي دليل على أن الولد يخير بين التمييز بعد التمييز بين أبويه إن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا. kwa hadithi inaonyesha kwamba inathibiti haki ya malezi kwa mama ambaye ni kafiri, lakini hakuna katika hadithi hii dalili kwamba mtoto anakhiarishwa baada ya kupata upambanuzi baina ya wazazi wake atakapokuwa mmoja ni Muislamu mwingine kafiri, bali hili limepingwa na ahlul ilm. Kwa maana inakuwaje mtoto akhiarishwe na wakati huku ni kafiri Muislamu ataenda kwa Muislamu? Kwa nini? Kwa sababu katika akienda kwa mzazi wake ambaye ni kafiri, nini maana ya hibana? Nini maana ya hibana? Hibana sikumlea mtoto na kumkinga na yale ni kumdhuru. Kufuru inadhuru, idhuru. Kufuru inadhuru, haidhuru. Malezi ya kafiri inadhuru, haidhuru. Inadhuru, tunakuwa hibana haipatikani kwa mtoto, kwa tabakia kwa Muislamu. Naelewa? Kwa baba akiwa ndio kafiri, mtoto anabakia kwa nani? Kwa mama. Mama akiwa ndio kafiri, mtoto anabakia kwa nani? Kwa baba. قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها. na huyu mtoto ambaye mtume alifanya hivi alikuwa ni mdogo, ghairu mumayyiz, alikuwa hajana upambanuzi. Huyo alikuwa katikati ya wazazi wake, akaambiwa aliwekwa katikati ya wazazi wao au wazazi wake, akaambiwa akaachwa mwenyewe, akachagua kwenda kwa mama. Alikuwa ni mtoto mdogo sana ambaye hana tamizi, kwa akaipata dua ya mtume alayhi salam, Allahumma hdihi, ya Allah muongoze. Allah akamuongoza, akaenda kwa Muislamu. Sawa. Kwa nini shaka msema hivi katika maneno katika hadithi? Kwa sababu gani? Kuna kauli kwamba mtoto yani katika hadithi hii kuna wanaona kwamba ni dalili kwamba mtoto atapewa ukhiari hata kama mzazi mmoja ni kafiri. Hichi ndicho ambacho shaka nikipinga hapa. Sawa? Hiki ndicho ambacho nikipinga,
bali anasema kwamba kuisema kauli hii, anasema wanachuoni kwamba kuisema kauli hii kwamba mtoto anakhiarishwa baina ya wazazi wake atakapokuwa mmoja ni kafiri mwingine muislamu, kauli hii inaenda kinyume na muongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa nini? Kwa sababu Mtume hakuliunga mkono hilo, ndio maana akamwombea dua mtoto, yani mtoto sasa yuko katikati ya kamili kwa mama ambaye ni kafiri, Mtume akamwombea dua mtoto. Nini maana ya dua ya mtoto? Ili asiende kwa mama. Kwa nini? Kwa sababu kuna ukafiri kule, atalelewaje katika malezi ya kafiri katika baki ni Muislamu? Unaelewa? Hayo kwa amna hoja. قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة أو حمزة لخالته. Mtume alihukumu kwa mtoto wa Hamza, alihukumu kwamba akalelewe na khalati wake, mama yake mdogo. Wakal akasema Mtume, alkhalatu bimanzilati al-um, kwamba khala, mama mdogo ana nafasi ya mama mdogo ana nafasi ya mama. Kwa muda wa kuwa mama hayupo, mama mdogo ni mama. Akhrajahu al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa akhrajahu Ahmad min hadith Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala wal jariyatu 'inda khalatiha fa innal khalata walida, kwamba binti analelewa kwa mama yake mdogo, hakika mama mdogo ni mzazi, Na hii hadithi hii imefupishwa, ni kisa ambacho kulitokezea mzozo ambapo ikhtasama Ali wa Jaafar wa Zaid. Ali ibn Abi Talib na Jaafar na Zaid walizozana kuhusiana na huyo binti huyo mtoto wa Hamza ambaye ni Umara, anaitwa Umara, waqila Umama, na kumesema kwamba ni Umama, ima Umara au Umama, watokana Ummul Fadl, na alikuwa akiitwa Ummul Fadl. Sawa, walitofautiana wakakuzana, kila mmoja anamtaka. Ali anamtaka akamlee, Jaafar akamlee, na Zaid akamlee. فقال علي بن ابي طالب akasema ana ahqqu biha, mimi ni mwenye haki naye huyo binti Ummul Fadl, wa hiya ibnatu ammi, na ni mtoto wa ammi yangu, na ni mtoto wa babangu mdogo. Wakala Jaafar akasema ibnatu ammi, na mimi pia ni mtoto wa ammi yangu, mtoto wa babangu mdogo. Wakhalatuha, ni mama yake mdogo kwangu mimi, mama yake mdogo, ni mama mdogo sa huyu binti, mama mdogo wa Ummul Fadl, Umama au Umar, yuko kwangu. Anasema bin Jaafar. Wakala Zaid akasema ibnatu akhi, huyu ni mtoto wa kaka yangu. Anakuwa nani? Mtoto wa mdogo wako unamtana, au mtoto wa ndugu yako, kaka yako, mdogo wako. Yes, nani huyo? Zaid ibnatu akhi, kama ni binti wa ndugu yangu, ni baba yake. Fakadha biha li khalatiha, tunakahukumu kwamba aende kwa nani? Kwa mama mdogo ambaye kwa akashinda nani? Jaafar, akapata ushindi. wastashkala hili jambo likaitashika بأن الخالة المذكورة كانت منفوحة، كما هو خالة لتاجها فخالة أم الفضل alikuwa ameolewa. وقد تقدم أنه لا حق في الحضانة بعد النكاح، na imetangulia nyuma kwamba hakuna haki ya malezi kwa mama baada ya kuolewa. Shangazi kaolewa sana kwaje? Kwa ujiba ukajibiwa katika ishkali hii bianna al-hidana, kwamba hidana ya malezi inma tasqutu bin nikah, yataanguka kwa kuolewa huyo mama
idha kana al-khusam baina abawai al-walad, itakapokuwa magomvi ni baina ya wazazi wa mtoto. Lianna al-mar'ata al-mutallaqa, kwa sababu mwanamke aliyeachwa yashtaddu bughduha li-zawj al-awwal, mara nyingi chuki yake inakuwa kubwa yalikuwa mume wake wa kwanza. فكثيرا ما يفضي ذلك إلى إهمال الولد قصدا لإغاظته وتحببا للزوج الثاني. siri imetobolewa, siri imevujishwa. Malezi yanaanguka kwa mama wa mtoto kuolewa itakapokuwa magomvi ni baina ya wazazi wa mtoto, kwa sababu mwanamke aliyeachwa mara nyingi chuki yake na bughdha yake inakuwa kubwa kwa aliyekuwa mume wake wa kwanza. Yaani iko hivyo, yaani mwanamke kishaachika anamchukia aliyekuwa mume wake. Sasa mara nyingi hilo la yeye kumchukia aliyekuwa mume wake wa kwanza linapelekea kuzembea na kuto kumjali mtoto ikiwa atamlea yeye. Nini makusudio? Qasdan liighadhatihi, ikiwa ni kwa lengo la kumchukiza na kumkasirisha huyu nani? Huyu mume wake wa kwanza. Sawa? Watahabbuban lizawji thani, na kuonyesha mapenzi kwa mume wa pili. Sasa mtoto anatia gani? Mtoto hapa anatia gani? Hayo mambo yenu kuachana na kuoana, kwani yanahusika? Yeye husika. Sasa kwani adhibiwe kwa kichomuzi? Kwa hiyo hamna kitu, ishkali haipo. Albintu lilkhala, umeelewa? Narejea kule kama mwanamke anakuwa na malezi muda wa kuwa hajafikia mtoto huyo katika umri wa takhyir. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه واللفظ للبخاري. حديث أبي هريرة anasema kasema mtume wa Allah kwamba atakapomletea mmoja wenu kijana wake, mfanyakazi wake, mtumishi wake chakula chake, idha ata ahadakum khadimu, atakapojiliwa mmoja wenu na mfanyakazi wake, bitaani, chakula chake, mfanyakazi kamletea mmoja wenu chakula chake, fa illa yujlisu ma'ahu, endapo hatokaa naye, sawa, endapo hatokaa naye, yani huyo mfanyakazi aliletewa chakula, asipokaa naye huyo mfanyakazi akala pamoja naye, falyunawilhu, bas ampe luqmatan, tonge moja, au luqmatain, au matonge mawili katika hicho chakula. Kwa hii hadithi inatuonyesha kwamba katika malezi bora ya wafanyakazi ni kula pamoja nao, ni kula pamoja nao. Niliashiria hapa juzi katika darasa kwamba kuna baadhi ya watu katika familia, kuna baadhi ya familia ile mfanyakazi la house bila shapika zake huko tayari kila kitu anaweka mezani pale, kuna wote kwa zimejaa, kuna hiki, kuna kile, kuna kama anavyosema nye draft, haruhusiwi kukaa huyu binti, licha ya kwamba kapika yeye, lakini haruhusiwi kula na wanafamilia. Yeye imma awe ameshajipakulia cha kwake huko jikoni, atakula na kujua mwenyewe huko katika mazingira pekee yake, au baada ya wao kumaliza kula atakuja kwa somo za Kiislamu. Na hili jambo si zuri, hii tabia mbaya, na hili jambo linaashiria ubaguzi na kumdharau huyu mfanyakazi. Ana nini? Ananuka, atachafua sahani zenu. Yaani kuna kipi kinachowapelekea mkafanya hivi?
hana hali ya kukaa na nyinyi kwa sababu ni mfanyakazi, kwa sababu mnamlipa mshahara. Hayo ni mambo tu ya kimaisha ambayo leo yeye kesho anaweza kuwa binti yako au mwenyewe kafanya kazi katika mji wako, tena ukaishi huko kwenye garden na kata maua tunakuosha magari. Tunafahamia ni maisha, na hili linamwathiri huyo binti, linampelekea msongo wa mawazo kwamba mimi mbona nakula peke yangu, mimi kwani nina kasoro gani na kadha wa kadha. Ni jambo ambalo litampelekea msongo wa mawazo, kukumbuka nyumbani na kadha. Ongezea kama Faza House ni mkali na mkorofi, anapokea na inakuwa ndio zaidi. Na mara nyingi wale wa mama wale wanakuwa hivyo. Mother House mara nyingi wanakuwa na maneno sana kwa wafanyakazi wao, ya dharau, ya matusi, masimango na kadha. Hili halifai. Uislamu unakataza kitu kama hivi. Tuishi nao kama watoto wetu, hawa wafanyakazi. Bali unatakiwa kumsimamia mfanyakazi wako nyumbani mpaka jambo la kusoma ilmu, jambo la kusoma dini yake. Akiwa na house girl, umpangie muda wa kufanya kazi, muda wa kupika, kuosha vyombo, kufua nguo, na muda wa kwenda darasani, madrasa au markazi, akasome na yeye ilmu. Kwa sababu huyu binti huyu anakusaidia wewe malezi ya watoto wako. Sasa akienda kusoma elimu ya dini, elimu ya sheria, kumjua Allah na mtume wake, atakulelea watoto wako malezi nzuri. Atawasimamia Qur'an wasome, atawasimamia wafanye adhkari, atawasimamia wafanye ibada vizuri kwa wakati, swala kwa wakati wake. Unaelewa? Hayo. Na qala wa an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غضبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت. aliadhibiwa mwanamke huku katika zama za nyuma kwa sababu ya paka. في هنا للسببية، وذبت امرأة في هرة أي لسبب الهرة. aliadhibiwa mwanamke huko nyuma katika zama zilizopita kwa sababu ya paka. Sajanatha, alimfungia sehemu yule paka, hata matat, mpaka akafa yule paka. Fadakhalat an-nar fiha, akaingia motoni kwa sababu ya paka huyo. La hiya atamatha, hakumpa chakula. La hiya, siyo mwanamke atamatha, alimlisha, hakumlisha. Wasaqatha, wala hakumnywesha, hakumpa chakula wala kinywaji. Idh hiya habatha, yeye alimfungia huko ndani katika sehemu fulani fungia. Wala hiya tarakatha, wala hakumwacha taakulu min khashashi al-ard, ale katika wadudu wa ardhi. Hakumwacha yule paka akawa huru anajitafutia mwenyewe chakula chake, akala katika wadudu wa ardhini na vitu vingine na vyakula. Hakumwacha, wala huko alikomfungia hakumlisha, hakumpa chakula wala hakumnywesha, hakumpa kinywaji. Ikawa ni sababu ya kuingia mtoni na mtu. Taka kuna alayhi Allahu musta'an. Hadithi hii Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ameweka kwenye hadithi ya mwisho katika mlango huu, katika mlango huu, mlango ambao unazungumzia himani, malezi ya watoto. Hii ni alama ya kwamba Uislamu unalingania malezi yaliyokuwa bora kwa watoto, kwa wafanyakazi, kwa watumwa na kwa wanyama. Unaelewa? Wanyama pia, madamu umekusudia kumlea paka, kufuga paka, basi mlee katika malezi mazuri. Je, inafaa haifai kufuga paka? Inafaa haifai? Inafaa. Mtume anasema innaha min at-tawafina wa tawafat alayhi, kwamba paka ni katika wanaokuzurukeni majumbani mwenu, mwingia kwa mtokea huku na huku. Kwa inafaa kumfuga paka, wala sio najis, bal inafaa kula shukuruha, inafaa kula mabaki yake kwa anayeweza. Sawa, kulikuwa na mkate pale, mara kipande kapita nacho, kile kilichobakia inajuzu kula.
wala hakuna shida yote, wala hakuna madhara yote. Lakini panya usile mabaki yake, sawa? Paka inafaa kula mabaki yake kwa mwenye kuweza, lakini kuna mtu mwingine lakini mimi siwezi, nitatapika. Utajua mwenyewe, wanaweza tuache, sawa? Ila panya usile mabaki yake. Kwa nini? Turithu nisyani, anasababisha usahaulifu. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unakula mabaki ya panya, na akili zako zitakuwa kufanya panya hivyo. Panya anasahau sana, sana. Mifano ni mingi sana kusifanya kwa ni msahaulifu, ni mnaijua, sawa? Anza akapigwa hapa, akakosokosa, akakimbia, akarudia hapa ndao. Sisi naelewa sasa kama sisi hatari. Sasa epukeni kuwa na akili za kifanya panya kwa kuacha kula mabaki ya panya, sawa? Haya, Uislamu raha sana, Uislamu raha sana. Tunamshukuru Allah kwa Uislamu, alhamdulillah. Hakuna ulichokiacha, kila kitu kimefundishwa. Dini namba moja yenye tabia nzuri, sawa? Tabia nzuri na yenye kukipatia kila kitu haki yake. Kila kitu Uislamu umekipatia haki yake. Huyu ni paka. Kuna watu wanafanya matendo ya kinyama machafu kwa watu wenzao. Wapi? Wenzao. Sasa Uislamu achilia mtu, wanyama na ndege. Uislamu umetilia umuhimu wa kuchungwa haki zao na maisha yao. Unaelewa? Hii hapa hadithi, mwanamke kaingia motoni kwa sababu ya kumtesa paka akafa, kaingia motoni. Sasa ikiwa mtu kaingia motoni kwa sababu ya kumtesa paka, kumnyanyasa paka, inakuwaje mtu ambaye aliyemnyanyasa mtu na kumtesa, bali atafikia hatua kumuua? Huyu hali yake ni mbaya zaidi. Tunafahamu inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, dini kwa Allah yenye kukubalika, iliyokuwa sahihi, ambaye watu wake watakuwa na salama, ni Uislamu pekee yake. Dini nyingine yote vyovyote itakavyokuwa na wingi wa wafuasi wake utakavyokuwa, haitakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Na yule mwenye kutafuta dini kinyume na Uislamu, hakika haitakubaliwa dini hiyo kwa Allah, na yeye akhira ni katika wenye kupata hasara. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى حسن الخاتمة. أما الله مشهد قوة مهم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.